السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. Watukufu wa Islam na wale ambao mnaendelea kuzifuatilia darasa zetu hizi za tafsiri ya Qur'an kwa kadri Allah anavyotufikisha, leo hii tutaitazama suratul Balad, na sura hii ina aya 20 na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameanzia na kiapo: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد. نابا كمجه لا أقسم بهذا البلد، نابا كمجه. نهابا وفسر القرآن وكتوانبيا مجي خاصا وكسوديوا ni البلد الحرام، نمجي متكفو وهو مكة، ناو نمجي ومكة. kwa Allah subhanahu wa ta'ala amewapia mji huu. wa anta hillun bihadha albalad, na wewe utaukaa mji huu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mtume wake, wa anta hillun bihadha albalad, na wewe Muhammad utaukaa mji huu. Pamoja na vikwazo manake ambavyo mtume kavipata hata kufukuzwa katika mji wake, Allah Subhanahu wa Ta'ala akamwekea ahadi ya kwamba yeye atakaa mji ule, kama kaondoshwa kafukuzwa, lakini atarudi katika mji ule na atakuwa ni mkaazi na ndio mji wake. Kwa hiyo anta hillun, na wewe wa anta hillun bihadha albalad, na Muhammad utaukaa mji huu. Wa walidin, na hapa na mzazi, wa ma walad, na chenye kuzaliwa, wa ma walad, na alichokizaa. Wa walidin, na hapa na mzazi, na hapa kwa mzazi, wa ma walad, na alichokizaa. Laqad khalaqna al-insana, kwa hakika tumemuumba mwanadamu, fi kabad, katika tabu. Laqad khalaqna al-insana, kwa hakika tumemuumba mwanadamu, fi kabad, katika tabu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anakusudia tabu, yani hajapata tabu yeye. Hakuna maana kwamba alipata tabu yeye kumuumba mwanadamu, isipokuwa tabu ni zile ambazo atazipitia mwanadamu. Kama Mwenyezi Mungu tutobe katika Qur'an, kaanzia kwenye nutfa, hatua zile tukaanzia tone la mani, kaja pande la nyama, pande la damu, pande la nyama, hatua zote zile kama Mwenyezi Mungu hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha. Mwenyezi Mungu asema amembeba mama yake mwanadamu yule karhan, katika tabu, akamzaa pia katika tabu, kamnyonyesha, na maisha yake yote mwanadamu anapitia katika vipindi vigumu vizito, hatua kwa hatua. Ndio maana akasema laqad khalaqna al-insana, kwa hakika tumemuumba mwanadamu, fi kabad, katika tabu. Naam. Ayahsabu, je anadhani mwanadamu, allan yaqdira alayhi ahad, ya kwamba hakuna yoyote anayemweza yeye. Ayahsabu, je anadhani mwanadamu, allan yaqdira alayhi ahad, ya kwamba hakuna yoyote anayemweza. Maana yake nini? Maana yake afanye tu anayofanya kwa nguvu zake, udhalimu wake, utajiri wake, akaona kwamba hakuna ambaye anamweza, anatesa wanyonge, anaona yeye ndio amefika. Allah anauliza, anadhani mwanadamu hakuna yoyote anayemweza yeye? Yakulu, anasema mwanadamu, ahlaktu mala lubada, nimeteketeza mali nyingi. Yakulu, anasema ahlaktu mala lubada, nimeteketeza mali nyingi. Hapa wanazungumzwa watu waovu, na asili ya kuteremka aya hii ni mtu ambaye alikuwa ni muovu, anaponda mali nyingi kwa ajili ya kufanya dhulma, na huyo alikuwa
ni mtu muovu aliyekuwa akijitapa kwa nguvu zake, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamlenga yeye. Lakini na kila ambaye atakuwa ana sifa kama zake huyu, basi na yeye ataingia kwenye kundi hili. Allah sema, yaqulu, anasema wa wanadamu, ahlaktu mala lubada, nimeteketeza mali nyingi. Lakini mali hizi kaziteketeza kwenye uovu, kuchangia maovu yafanyike, kutesa watu, ala hajali. Ndivyo anavyokusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuizungumza aya hii na kuwazungumza watu wa namna hiyo. Akaendelea aya 7 akisema, ayahsabu, je anadhani, allam yarahu ahad, ya kwamba hakuna yote anayemuona yeye. Ayahsabu, je anadhani, allam yarahu ahad, ya kwamba hakuna yote aliyemuona yeye. Katika kuyatenda hayo, maana yake ya upotovu, ya kuponda mali katika ufasiki na uovu, yeye anadhani ya kwamba hakuna yote anayemuona. Bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala anamuona kila mtu na matendo yake. Alam naj'al lahu aynayn, alam naj'al lahu aynayn, je hatukumpa yeye macho mawili, walisana na ulimi, wa shafatain na midomo miwili, walisana na ulimi, wa shafatain na midomo miwili, wahadainahu najdain, na tukampambanulia njia mbili. Wahadainahu najdain, na tukampambanulia njia mbili. Manake Allah akatubainishia, akatuwekea njia mbili, njia ya kheri ambayo ukifuata mafanikio yake ni kuingia katika pepo, na njia ya shari ambayo ukifuata basi utakuwa ni hasara. Baada ya kuondoka kwako ulimwenguni utakuwa ni mwenye kupata moto, wala yadhu billahi min dhalik. Aya 11 Allah anasema, falaqtahamal aqaba, falaqtahamal aqaba, basi hajaukata mlima. Falaqtahamal aqaba, basi hajaukata mlima. Hapa ni fasihi ambayo Qur'ani imeibeba, maana yake bado hajavipita vikwazo, hajapita vikwazo mwanadamu. Maana yake mwanadamu ndani ya njia yake hii anayopita katika ulimwengu, kuna vikwazo avipite, vilima vipande vya vikwazo na uzito, mpaka kufikia kwenye mafanikio. Ndio akatumia hiyo falaqtahamal aqaba, basi hajaukata mlima. Wama adraka, na ni kipi kitakachokujulisha Muhammad, mal aqaba, ni vipi, ni upi huo mlima? Ni upi huo mlima? Fakku raqaba, ni kuacha huru mtumwa. Fakku raqaba, ni kuacha huru mtumwa. Ni katika matendo Mwenyezi Mungu anazungumza mazito kuyafanya, lakini mazuri malipo yake, hasa katika kipindi ambacho kulikuwa kuna watumwa, watu wakiwamiliki. Kumwacha huru mtumwa, kumkomboa akawa mtu huru, ni jambo kubwa ambalo Allah amelekea ujira mkubwa. Kwa hiyo akavitaja vile vikwazo ambavyo watu wakivipita wakavifanya ndio mafanikio yao. Fakku raqaba, kumwacha huru mtumwa, au it'amun, au kumlisha, fi yawmin dhi masghaba, katika siku ya njaa kali. Au it'amun, au kumlisha, fi yawmin dhi masghaba, katika siku ya njaa kali. Yatiman, yatima dha maqraba, aliye wa karibu, aliye jamaa wa karibu. Yatiman, kumlisha yatima dha maqraba, aliye jamaa wa karibu. Manake kazungumzo kumlisha yatima aliye karibu, anayekuhusu. Mtoto kafiwa na mzazi wake, wewe unamhusu, ni mtoto wa kaka yako, mtoto wa ndugu yako, basi huyu atakuwa na una haki zaidi kumshughulikia na kumthamini. Kamweka huyu Allah, haina maana kwamba yatima asiyekuhusu hutakiwi kumshughulikia, hapana. Hapa ametangulizwa hivi ili kuwapa nguvu watu kuwashughulikia watu wa karibu, hasa mayatima wa karibu. Tunao wangapi katika mitaa, maami zao, ndugu zao, wajomba zao hawashughulikiwa, wala wana habari nao. Maskini wanateseka, mama mtu ndiye anasumbuka na kuhangaika kuwatafutia nguo, wala hana pesa, hana kipato. Jamaa wa karibu wale wa yatima wale hawana habari. Allah akaiweka hii kusudi kuwazindua kwanza kuhusiana na yatima wa karibu. Au miskina, au maskini, dha matraba, dha matraba, aliye hohe hahe. Dha matraba, aliye hohe hahe, yani aliye na hali ngumu. Au miskina, au maskini dha matraba, aliye na hali ngumu. Hao
Allah anazungumza ndio kukata mlima huko kuwalisha hao. Thumma kana minal ladhina amanu, kisha akawa miongoni mwa wale walioamini. Thumma kana minal ladhina amanu, kisha akawa miongoni mwa walioamini. Watawasau bisabri, akahusiana wakausiana bisabri, kuwa na subra, kuhusu subra. Watawasau bilmarhama, na wakausiana kuhurumiana. Watawasau bisabri, wakausiana kuwa na subra. Watawasau bilmarhama, wakausiana kuhurumiana. Ulaika hao wenye kusifikana na sifa hizo, ashabul maimana, ndio watu wa upande wa kheri. Ulaika hao wenye kusifikana na sifa hizo, ashabul maimana, ndio watu wa upande wa kheri. Walladhina kafaru, na wale waliokufuru biayatina, aya zetu, hum ashabul mashama, hao ndio watu wa shari. Hao ashabul mashama ndio watu wa shari. Alaihim narum musada, juu yao narum musada, kutakuwa na moto wenye kufungiwa. Alaihim, juu yao narum musada, kutakuwa na moto wenye kufungiwa. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie kheri, tuweze kukata mlima vizuri. Maana tuvipite vile vikwazo katika kuwalisha maskini, kuwalisha mayatima, na kuwafanyia kheri, na kufanya kheri mbalimbali, ili tuwe katika watu wenye imani thabiti, na ambao watahusiana, watakuwa wanapeana wasia, nasaha kuhusiana na subra, na kuweza kutupeana nasaha kuhusiana na hurma, kuhurumiana sisi kwa sisi. Inshallah, billahi tawfiq. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.